Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati basi ni wakati mwafaka kupokea taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana. Karibu katika taarifa yetu ya habari Afrika leo mchana, siku hii ya leo, siku ya pili mwezi Juni mwaka wa 25, kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mwanaume akamatwa akiwa na nyoka 47 wenye sumu katika uwanja wa ndege wa Mumbai. Uingereza kuunda nyambizi 12 mpya ya mashambulio. Shirika la Umoja wa Mataifa la nishati la atomiki, hifadhi ya uranium ya Iran inakuwa kwa kasi. Urusi yadhibitisha mashambulio ya Ukraine. Wawakilishi wa Ukraine wamekutana na maofisa kutoka mataifa ya Jerumani, Italia na Uingereza kuelekea kikao cha wajumbe wa Urusi kutafuta suluhu la mzozo wa Ukraine. Naam, natumai ubweri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Wawakilishi wa Ukraine wamekutana na maofisa kutoka mataifa ya Ujerumani, Italia na Uingereza kuelekea kikao chao cha wajumbe wa Urusi kutafuta suluhu la mzozo wa Ukraine. Katika hatua nyingine, Rais Zelensky amesema yuko tayari kuchukua hatua zozote ili kuhakikisha amani inapatikana. Mkutano huo kati ya Urusi na Ukraine unajiri baada ya Kyiv kuripotiwa kutekeleza mashambulio ndani ya ardhi ya Moscow. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, anayekabiliwa na kesi ya uhaini, amefikishwa tena katika mahakama katika eneo lile la Kisutu ambapo kesi inaendelea. No reform. No reform.
Nchini DRC maswali yanaendelea kuibuka kuhusu mahala aliko waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo, ambaye Mei 20 alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela baada ya kazi ngumu na mamlaka ya kikatiba baada ya kupatikana na hatia ya matumizi mabaya ya fedha. Katibu mkuu wa chama chake Franklin Shamala amesema kiongozi huyo amepatikana tena kwenye simu zake tangu aliporipotiwa kuwa jiji la Kinshasa wiki iliyopita. Nchini DRC maswali yameendelea kuibuka kuhusu mahali aliko waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo, ambaye Mei 20 alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela pamoja na kazi nguvu na mahakama ya kikatiba baada ya kukutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma. Katibu mkuu wa chama chake Franklin Shamala amesema kiongozi huyo hapatikani tena kwenye simu zake alikoripotiwa kuwa jijini Kinshasa wiki iliyopita. Tulijaribu kumtafuta katika magereza ambapo pengine angeweza kuwa. Hatukumpata. Tuliamua kuutaarifu umma ili kuomba yeyote mwenye taarifa atuambie. Tunawasiliana na familia yake ambayo pia ina wasiwasi. Tuna hofu kubwa kwa kweli. Tunataka kujua aliko. Ingekuwa vema kwetu kama mamlaka ambazo ziko katika nafasi nzuri zaidi kutuambia Matata Ponyo yuko wapi sasa hivi. Ni sauti yake Franklin Shamala, katibu mkuu wa chama cha aliyekuwa waziri mkuu wa DRC Matata Ponyo. Idara ya usalama kwenye mji wa Colorado nchini Marekani zimesema watu 6 wamejeruhiwa baada ya mtu mmoja kurusha moto wakati wa maandamano ya raia kushinikiza kuachiwa kwa mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas huko Gaza. Colorado nchini Marekani zinasema watu 6 wamejeruhiwa baada ya mtu mmoja kurusha moto wakati wa maandamano ya raia kushinikiza kuachiwa kwa mateka wanaoshikiliwa na kundi la Hamas huko Gaza. Mark Michael ni afisa wa shirika la upelelezi la FBI kwenye mji wa Denver. Baada ya kupata taarifa za awali, ni wazi hiki kilikuwa kitendo cha kupangwa kufanya uhalifu, na FBI inachunguza tukio hili kama tendo la kigaidi. Kwa huzuni kubwa, matukio kama haya yameanza kuwa ya mara kwa mara kwenye nchi yetu. Huu ni mfano wa namna wahalifu wanaendelea kutisha jamii zetu. Ni jukumu letu, yani FBI, walinzi wa mipaka, polisi na washirika wetu wa kijamii kuwafikisha wahalifu hawa kwenye mikono ya sheria na kuzifanya jamii zetu kuwa salama. Rais wa Kenya William Samoei Ruto amewataka Wakenya kuiamini serikali yake na kuleta mageuzi kwa kweli. Kizungumza wakati wa sherehe za Madaraka Day, Rais wa Kenya amesema Wakenya kuiamini serikali yake ambayo itawapatia mabadiliko ya kweli. Njia ya pekee ya kuijenga Kenya tunayoitaka ni kukubali mabadiliko, hata kama yanaweza kuonekana kuwa magumu mwanzoni, na kwamba ni lazima tuwe na imani binafsi na ya pamoja ili kukabiliana na majukumu yetu kwa ujasiri, kujiamini na kwa nia thabiti ili kuleta mabadiliko mapya na bora zaidi mapema badala ya baadaye. Sooner rather than later. Wakati huo kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga aitaka serikali kuwafidia waathiriwa wa maandamano ya Gen Z, akizungumza hiyo jana katika hafla hiyo. There was apologies that were being made. Kulikuwa na kuomba msamaha ambayo ni hatua nzuri kuleta upatanisho, lakini kuna swala la watu waliojeruhiwa na waliofariki wakati wa maandamano. Nataka leo niseme kwamba tufanye fidia kwa familia za waliofariki na waliojeruhiwa ili tufunge kabisa sura hii ya historia ya taifa letu. Ni sauti yake Raila Odinga, ambapo kinara huyo wa ODM
ameitaka serikali ya Rais William Samoei Ruto kuzipa fidia familia waliopoteza maisha na waliojeruhiwa kwenye msururu wa maandamano ya vijana yanayojulikana kama Gen Z mwaka jana. Hii ni baada ya Rais Ruto kuomba msamaha kundi hilo la vijana lililokabiliana na kwa nguvu na jeshi la polisi. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amelaani shambulio lililofanywa siku ya Jumapili dhidi ya waandamanaji nchini Marekani waliokuwa wakishinikiza kuachiliwa huru mateka wanaozuiliwa na Hamas Gaza. Shambulio hilo lililofanywa katikati ya ongezeko la shinikizo dhidi ya Israel kufuatia mzozo mkubwa wa kibinadamu ukanda wa Gaza na hususan kitisho kikubwa cha njaa. Mamlaka nchini India imemkamata mwanamume mmoja kwa kujaribu kuingiza nyoka wenye sumu ambao ni adimu kupatikana na wanyama wengine nchini humo. Raia huyo wa India ambaye alikuwa akirejea kutoka Thailand amezuiliwa na maafisa wa forodha katika uwanja wa ndege mjini Mumbai siku ya Jumapili. Maafisa wamesema nyoka hao 47 wenye sumu kali walipatikana wamefichwa kwenye begi ya mwanaume huyo. Wanyama hao wamechukuliwa chini ya sheria mbalimbali za ulinzi na wanyamapori nchini India. Mwanamume huyo hakutajwa jina lake na yuko chini ya ulinzi. Maafisa wa forodha waliweka picha kwenye mtandao wa X za nyoka wa rangi mbalimbali wakitambaa kwenye sahani. Katika ujumbe wao wamesema wamekamata nyoka 3 wenye pembe mfano wa buibui, kasa 5 wa Asia na nyoka 44 wa Indonesia kutoka kwa abiria huyo. Uingereza itaunda hadi nyambizi 12 mpya na mashambulio, waziri mkuu ametangaza, huku serikali ikizindua tathmini yake kuu ya ulinzi siku ya Jumatatu. Tarajiwa kupendekeza vikosi vya jeshi kuwa katika hali ya utayari kwa kupigana vita ili kuzuia vitisho vinavyoongezeka vinavyoikabili Uingereza. Sir Keir Starmer amesema hadi manowari 12 zenye silaha za nyuklia zitachukua nafasi ya meli za sasa za Uingereza kuanzia mwishoni mwa mwaka 2030. Waziri mkuu pia ametarajiwa kudhibitisha kuwa Uingereza itatumia sawia na dola 15 bilioni katika mpango wake wa silaha za nyuklia. Sir Keir atasema kwamba pamoja na manowari za nyuklia za Uingereza, meli hizo mpya zitaiweka Uingereza na NATO salama kwa miongo kadhaa. Tathmini ya ulinzi ya kimkakati iliyoagizwa na chama cha Leba itaundwa na vikosi vya kijeshi vya Uingereza kwa miaka ijayo, kiongozwa na aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Leba Lord Robertson. Itatoa pendekezo 62 ambayo serikali inatarajiwa kukubali kikamilifu. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia limesema kuwa Iran inapanua zaidi ya uzalishaji wake wa madini ya uranium iliyorutubiwa sana. Katika ripoti ya siri iliyopatikana kwa vyombo vya habari, shirika la kimataifa la nishati la atomiki IAEA limesema Iran kwa sasa ina zaidi ya kilo 400 za uranium iliyorutubishwa hadi 60%. Hii ni zaidi ya kiwango kilichotumika kwa madhumuni ya raia na iko karibu na kiwango cha silaha na ni sawa na ongezeko la takribani 50% katika kipindi cha miezi 3 iliyopita. Watu wengi wamejeruhiwa baada ya mwanamume aliyekuwa akipiga kelele eneo la Palestina kurusha vinywaji vya Molotov kwenye mkusanyiko wa kuwaunga mkono mateka wa Israeli huko Colorado, mamlaka imesema. Polisi wamesema watu 8 wenye umri wa miaka 52 hadi 88 wamejeruhiwa katika shambulio hilo kwenye eneo la maduka la Street la Pearl Mall, eneo maarufu la nje huko Boulder, kama maili 30 sawia na kilomita 48 kutoka Denver. FBI imesema kuwa mashambulio hayo yanashukiwa kuwa ya kigaidi na kusema mshukiwa alitumia kifaa cha kuwasha moto, vinywaji vya Molotov na vifaa vingine
vya kuwaka. Picha ya shambulio hilo linaonyeshwa mshukiwa ambaye hakuwa na shati alifokea kundi hilo na alikuwa na kile kinachoonekana kama mchanganyiko wa vinywaji vya Molotov mikononi alipokamatwa. Urusi imelaani vikali shambulio la Ukraine dhidi ya viwanja vyake vya ndege ya kijeshi ikiyataja kuwa ugaidi. Mashambulio hayo yanawadia wakati ya wapatanishi wa Urusi na Ukraine wanaelekea Istanbul, Uturuki kwa duru ya pili ya mazungumzo ya amani na siku ya Jumatatu hii. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, viwanja vya ndege na kijeshi katika mikoa 5 ya Urusi vilishambuliwa na ndege zisizo rubani. Wizara hiyo inaripoti kwamba mashambulio yote katika viwanja vya ndege vya kijeshi katika mikoa ya Ivanovo, Yazan na Amur yalizuiliwa. Ndege kadhaa ziliwaka moto katika viwanja vya ndege vya kijeshi katika mikoa ya Irkutsk na Murmansk baada ya shambulio la ndege zisizo rubani za FPV, Wizara ya Ulinzi ya Urusi inaripoti. Wakati huo kulingana na chanzo cha habari Ukraine huko SBU, kutokana na shambulio hilo kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa wakati wa uvamizi wa Urusi, zaidi ya ndege 40 ziliharibiwa zikiwemo ya A50, Tu-95 na Tu-22M3. Wakati huo Urusi imejibu kwa shambulio la kombora kwenye uwanja wa mazoezi katika mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine siku ya Jumapili na kusababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi zaidi ya 60. Kamanda wa vikosi vya ardhini vya Ukraine Mikhailo Rapadil amewasilisha ripoti ya kujiuzulu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumapili jioni kwamba mfumo wa makombora Iskada ulipiga kambi ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Dnipropetrovsk. Kulingana na wizara hiyo, kambi ya hema ya brigeda za 158 na 33 tofauti za kikosi cha wanajeshi wa Ukraine kwenye uwanja wa mafunzo ya Novoskovsk karibu na makazi ya Vandeyskoye katika mkoa wa Dnipropetrovsk ilipigwa. Msemaji wa Ground Forces Vital Saratis aliambia wanahabari Ukraine kwamba kituo cha mafunzo kiko karibu na kijiji cha Chekaskoye na kwamba janga la sasa sio la kwanza. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Yapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kwa utendeti kutoka idhaa hii, vilevile na makala maalum, ambapo taarifa kuu ni kwamba waziri mkuu mpya wa Sudan amevunja serikali ya muda siku moja baada ya kuapishwa. Baraza la mawaziri la Somalia limeidhinisha uteuzi wa Mahda Mohamed Salad kuwa mkurugenzi wa NISA. Mkuu wa majeshi wa Israeli Elal Zamil ameagiza jeshi kupanua mauaji yake Gaza. Uchina imekanusha madai ya Marekani kwamba ilikiuka makubaliano ya kupunguza ushuru. Hamas imesema iko tayari kuingia duru mpya ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Israel. Na Bangladesh imeanza kesi dhidi ya waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya binadamu. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu. Kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia njia ya paybill number 625625. Account number ni 01245085217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ukweli
na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile ukweli na burudani. Mahujaji kutoka sehemu tofauti Uganda na nchi nyingine wamefika katika madhabahu ya Namugongo, karibu kilomita 15 kutoka mji mkuu wa Uganda, Kampala. Wengi wao wametembelea kwa miguu ili kuenea katika eneo hilo hija ya Kikristo Juni 3 kwa ajili ya kuwakumbuka Waanglikana 23 na wengine 22 wa Kikatoliki ambao waliuawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887 kwa amri ya mfalme wa Buganda Kabaka Mwanga wa pili. Seneta wa Busia nchini Kenya na mwanaharakati Okiya Omtata amesema katika mtandao wa kijamii kuwa ameelekea kituo cha polisi cha Pangani kumtembelea Rose Njeri. Rose Njeri alikamatwa na polisi Ijumaa katika mtaa wa South Sea, Nairobi, ambapo anakabiliwa na tuhuma za kuendelea eleza uhalifu mitandaoni na kuhimiza Wakenya kupinga mswada wa fedha wa 25. Kwa upande mwingine, familia ya Rose Njeri imeelezea hofu kuhusu afya yake. Mama yake mzazi Naomi Njoki amesema anaugua anemia inayosababishwa na ukosefu wa madini ya iron mwilini na kuzuiliwa kwake kutaathiri kabisa afya yake, na anataka polisi wamwachilie huru ili apate matibabu. Waziri mkuu mpya wa Sudan amevunja serikali ya muda siku ya Jumapili, siku moja baada ya kuapishwa mbele ya mwenyekiti wa baraza la mpito la utawala na mkuu wa jeshi Abdel Fattah el-Burhan. Kamil Idris ametangaza rasmi kuvunja baraza la mawaziri na kuagiza makatibu wakuu na makatibu wa wizara kuendesha shughuli za serikali hadi serikali mpya itakapoundwa. Idris alizitaka nchi zinazounga mkono uasi kuacha kupanga, kufadhili na kushirikiana na katika juhudi hizo, ingawa hakutaja majimbo maalum. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.